Katika mwendelezo wa mivutano mikali ya kijeshi kati ya Irani na Israeli, Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Jamhuri ya Kiislamu la Irani limethibitisha kuuawa kwa mwanasiasa mkongwe Ali Larijani, aliyekuwa katibu wa baraza hilo, kufuatia shambulio lililodaiwa kufanywa na Israeli. Larijani ameuawa usiku wa kuamkia Machi 17 akiwa na umri wa miaka 68 pamoja na mwanawe Moteza na watu wengine kadhaa. Kifo chake kinatajwa kuwa pigo kubwa kwa uongozi wa Irani, hasa katika kipindi cha vita na mivutano mikubwa ya kimataifa. Ali Larijani alikuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu, akihusishwa moja kwa moja na maamuzi muhimu ya kisiasa, kiusalama na kimkakati. Baada ya kifo cha kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei, Larijani alitajwa kuwa miongoni mwa watu waliokuwa wakisimamia kwa muda masuala nyeti ya serikali kabla ya uteuzi wa kiongozi mpya. Katika maisha yake ya kisiasa, Larijani aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali muhimu, ikiwemo kuwa spika wa bunge la Irani kwa mihula mitatu mfululizo, jambo lililomfanya kuwa mmoja wa viongozi waliodumu kwa muda mrefu zaidi katika nafasi hiyo. Pia aliwahi kuwa waziri wa utamaduni, mkuu wa shirika la utangazaji la taifa na mshauri wa karibu wa uongozi wa wakuu wa nchi hiyo. Kwa miaka mingi alihusika moja kwa moja katika masuala nyeti kama mpango wa nyuklia wa Irani, uhusiano wa kimataifa na mataifa makubwa kama China na Urusi, pamoja na usimamizi wa makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Irani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Katika siku za mwisho za maisha yake, Larijani alikuwa mstari wa mbele katika kutoa kauli kali dhidi ya Marekani na Israeli, akishutumu kuwa kujaribu kuidhoofisha Irani. Alisisitiza kuwa Irani haitasalimu amri wala kuingia katika mazungumzo ya shinikizo. Kifo chake kinakuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Irani, Marekani na Israeli umefikia kiwango cha juu, huku mashambulizi ya kijeshi yakiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kuondoka kwa Larijani kunaweza kuacha pengo kubwa katika uongozi wa Irani, hasa katika kupanga mikakati ya ndani na nje ya nchi. Aidha, tukio hilo linaweza kuongeza moto wa mzozo uliopo na kusababisha hatua nyingine kali za kijeshi na kisiasa. Mpaka sasa Israeli haijatoa maelezo ya kina kuhusu tukio hilo, huku Irani ikiendelea kuapa kulipiza kisasi. Kwa upande wa wananchi na viongozi wa Irani, Larijani anakumbukwa kama mmoja wa watu waliokuwa na mchango mkubwa katika kuijenga na kuilinda sera ya Jamhuri ya Kiislamu kwa miongo kadhaa. Endelea kuambatana nami kwa habari moto za ndani na nje ya nchi.